Sabato Ilolo. Mikutano hii idara hii ya watoto kwa udhamini wake inakuja na mada zipatazo 4. Miongoni mwa mada hiyo ni mada inayohusiana na afya ya mtoto, lakini pia hapo tutaweza kuangalia mambo mengi mazuri yanayotuongoza ili kuweza kuwa na ustahimilivu wa afya njema sisi kama watoto tunaokuwa, ili tuweze kumtukuza Mungu na mwanadamu katika ulimwengu huu leo. Lakini pia tutakuwa na mada ya furaha ya mtoto. Mtoto anahitaji kuwa na furaha. Kila mmoja ana kiwango chake cha furaha, ana vitu vinavyompatia furaha. Ni vitu gani? Ni kwa namna gani mtoto anahitaji kuvifurahia na kwa jinsi gani ataweza kuvifurahia pia? Basi usiache kutufuatilia moja kwa moja katika mikutano hii yetu tulionayo katika kituo chetu hiki pendwa. Lakini pia tutakuwa na mada ya pekee, mada isemayo mpe nafasi mtoto. Watoto wana nafasi zao pia, na katika jamii yetu tunaoishi mara kadhaa tumeweza kuwapatia nafasi kadha wa kadha. Wakati fulani tumewapa nafasi ya kuhudumu katika mikutano mbalimbali, ikiwemo mikutano ya kanisa nje ya maeneo tofauti tofauti. Tumempa nafasi mtoto ya kwenda shuleni kusoma. Tumempa nafasi mtoto ya kushiriki katika shughuli kadha wa kadha za kifamilia ndani ya jamii yetu. Lakini pia basi katika mkutano huu tuweza kuona zaidi namna gani tunapaswa kuwapatia watoto nafasi na vitu gani tuweze kuvizingatia. Tukumbuke watoto wetu ndio kundi kubwa ambao tunategemea kuwa nalo siku za usoni kama watendakazi wa pekee katika ulimwengu huu. Na pia tutakuwa na mada isemayo moyo wangu kwa Yesu. Hii ni mada pekee ambayo itakuwa ikituunganisha sisi kama watoto, namna gani tunaweza kuwa karibu na Mwokozi wetu Yesu Kristo katika maisha yetu. Baada ya kuona afya zetu, ubora katika afya zetu, kuona jinsi tunavyoweza kufurahi, kuona jinsi tunavyopewa nafasi katika familia, sasa itakuwa ni wakati mzuri pia kuweza kuwa namna gani sasa mioyo yetu inaweza kuunganika pamoja na Yesu. Hizi kimsingi ndizo mada ambazo tutakazokuwa nazo katika mikutano hii yetu pendwa, mikutano ya salama hatimaye inayorushwa moja kwa moja kutoka katika kanisa la Waadventista wa Sabato Ilolo. Kwa wanaotufuatilia katika mitandao ya kijamii, ukipenda kufika katika kituo hiki moja kwa moja, basi si mbali na maeneo ulipo. Ukifika katika stendi ya kuu ya Vwawa, ya mji wa Vwawa iliyo wilayani Mbozi, basi utasonga na barabara inayoelekea Mlowo, na hatimaye utakapofika katika kituo maarufu cha mnada wa zamani, basi upande wako wa kushoto utakuta kibao cha kanisa kimeelekezwa hapo kikionyesha mahali ambapo kanisa linapatikana. Hali kadhalika unayetoka katika miji mingine tofauti, aidha unatokea Mbeya unaelekea Tunduma, kwa barabara hiyo umetokea Mlowo, unatamani kuweza kushiriki nasi moja kwa moja katika kituo chetu pia, basi ukifika katika mnada wa zamani wa Vwawa, na hatimaye upande wako wa kulia utaona kibao cha kanisa kinaelekeza mahali kanisa lipo, na ni moja kwa moja utafika katika kanisa hilo pasipo kuhangaika, pasipo kupotea. Mikutano hii itakuwa ikiendeshwa kwetu kila siku kuanzia sasa, kila siku mpaka siku ya Jumamosi ambapo itakuwa inahitimishwa. Ni wakati gani tutaweza kushiriki mikutano hii? Basi mnamo majira ya saa 10 kamili mikutano itakuwa inaanza rasmi. Kabla ya hapo saa 9:30 tutakuwa na matangazo na ukaribisho na taarifa mbalimbali za ushirika katika mikutano yetu, na saa 10 kamili basi vipindi vyetu rasmi vitakuwa vikianza katika eneo hili na vitakoma pale saa 12 kamili jioni ya kila siku. Basi kwa namna pekee nipende kualika sasa nyote uliopo katika eneo la kituo na wale ambao wanatufuatilia kupitia mitandao yetu chana kisha kuzitangaza hapo, basi tuweze kushiriki pamoja katika ufunguzi wa vipindi hivi vya siku ya leo, alasiri ya leo. Na kwa namna pekee tutasimama sote kwa furaha kabisa tukiimba wimbo ule nambari 15 katika vitabu vya nyimbo za Kristo kwa watu wazima. Nambari 15, wakati Melody Choir wakichukua nafasi kwa ajili ya wimbo huo, nambari 15 kwa watu wote tukiimba huko kwa furaha kabisa.